Mgonjwa wa tezi dume haushauriwi kutumia pilipili kwa wingi kwa sababu kawaida matumizi ya pilipili kwa wingi huwa yanaongeza miwasho. Hasa pale ambapo unakuja kuanzisha mkojo kama una changamoto ya kuvimba kwa tezi dume na umeshapitia tatizo la kutoa mkojo kidogo kidogo, kwa maana kwamba kuna mabaki ambayo yanabaki kwenye kibofu cha mkojo. Ukitumia pilipili kwa wingi inaweza kusababisha miwasho kwenye kibofu cha mkojo, hali ambayo inakuwa ni hatari zaidi kwa mgonjwa wa tezi dume. Usisahau kwamba ili uweze kupona changamoto ya maambukizi ya mkojo lakini pia na matatizo ya kibofu cha mkojo na njia ya mkojo, ni lazima utibie changamoto ya kuvimba kwa tezi dume. Haitakuwa na maana kwamba ukitafuta dawa za kutibia changamoto ya kibofu cha mkojo bila kutibia tatizo la uvimbe wa tezi dume. Ukumbuke kuwa changamoto ya uvimbe wa tezi dume inatibika bila hata kufanyiwa upasuaji. Sio lazima usubiri kufanyiwa upasuaji ndio ondokane na changamoto hii. Anti-Afya Imara tumekuwa tukiwasaidia wanaume wengi sana ambao walikuwa na tatizo la kuvimba kwa tezi dume, lakini leo hii wameweza kurudi katika hali ya kawaida na matatizo ambayo walikuwa wanayapata kutokana na uvimbe wa tezi dume yameweza kuisha kabisa. Unaweza kuchukua hatua ili na wewe uwe miongoni mwa wanaume ambao wamepata msaada kutoka kwetu na wameweza kupona changamoto zao.